بسببك يا ترامب تعلمت على أن الإسلام دين السلام. Ni kwa sababu yako ewe Trump nimejifundisha kwamba dini ya Uislamu ndiyo dini ya amani. Bisababika ya Trump, bisababi dhulmatika ala almuslimin, kwa sababu ya dhulma zako kwa Waislamu, kwa kuwaambia kwamba wao ni magaidi, jambo ambalo limenifanya mimi ja'altini aqra'u kitabahum, nimefanywa kuweza kukisoma kitabu chao. Fa'ariftu, nikatambua fika kwamba tuhuma ambazo unazo watuhumu Waislamu ziko mbali na mafundisho ambayo yaliomo ndani ya kitabu chao. Bisababika ya Trump natakhtu shahada, kwa sababu yako ewe Trump nimetamka shahada na kushuhudilia kwamba Uislamu ni dini ya kweli. Bisababika ya Trump labistu alhijab, kwa sababu yako ewe Trump nimevaa hijabu. Bisababika wa dhulmatika ya Trump ala almuslimin, kwa sababu yako na dhulma zako kwa Waislamu, ariftu ala anna alislam, nimejua na nimetambua fika kwamba Uislamu pindipo utakapo ikamata dunia, basi dunia itakuwa ni mahala salama pa haki na uadilifu pamoja na usawa, amani na usalama ulimwengu mzima. Maneno haya yametamkwa na mmoja kati ya wanajeshi wa kike wa Marekani waliokwama ndani ya Mashariki ya Kati baada ya kunusurika na mashambulizi ya Iran ndani ya kambi ya Marekani nchini Bahrain, nchini Jordan. Lakini pia ndugu zangu, kama ambavyo tulivyozungumza kwamba vita hivi haviishi mpaka viishe, kwa asilimia kubwa imebakia ni vita ya mitandao. Katika kipindi hiki kila mmoja akipambana na namna ya kuweza kurejea katika vita kwa mara ya pili. Pamekuwa kuna vita ya propaganda ambayo inatumika katika njia ya mitandao. Baada ya rais wa Marekani, Rais Donald Trump kutamka kwamba atalifanya lango la Hormuz kwamba iwe ni eneo chini ya mamlaka ya Marekani, iwe ni eneo katika maeneo ya Marekani. Hapo jana Marekani wametoa Iran wametoa ramani mpya ya Iran ikionyesha kwamba jimbo la California la Marekani ni sehemu ya ardhi ya Iran, kwamba vita vya kimtandao ni moja kati ya nyenzo kubwa alizokuwa anatumia Marekani kudanganya ulimwengu, lakini pia kudanganya raia zake wa ndani, lakini pia kudhoofisha na kubadilisha mindset, fikra za watu anaopambana nao, lakini pia kubadilisha fikra za walimwengu waache kutazama matukio na udhaifu wa Marekani, siku zote waamini kwamba yeye ni bora zaidi. Na hivi ndivyo ambavyo waliweza kuwekeza katika upande wa filamu kule Hollywood, kama tunavyoona filamu za Rambo, filamu za kina Chuck Norris, lakini pia kama zile filamu za No Retreat, No Surrender, Phantom Soldier na filamu zingine zinazoonyesha kwamba Marekani hakuna vita ambayo aliweza kushindwa duniani. Popote pale watakapoingia makomando 5 au 3, basi wana uwezo wa kusambaratisha kambi nzima na wakaichukua nchi. Hivyo ndivyo ambavyo amekuwa akitumia nyendo hizo. Lakini leo hii amekutana na mfupa uliomshinda fisi. Mfupa wa taifa ambalo lina zaidi ya miaka 2000 takriban, ambao hawajawahi kutawaliwa na hawajawahi kushindwa katika vita vyovyote vile. Kwa hiyo kila ambavyo Marekani anavyojaribu kutengeneza propaganda, ndivyo ambavyo na Iran wanazidi kutengeneza propaganda zao kwa kupitia vyombo vya habari. Kwa hiyo baada ya Rais Donald Trump kutamka kwamba Hormuz
ni sehemu ya ardhi ya Marekani, na wenyewe Irani wametoa ramani mpya kumuonyesha kwamba California ni katika majimbo ya Iran. Lakini gazeti la Tel Aviv Sports limeweza kutoa ripoti mpya inayoonyesha kwamba tayari Mojtaba Khomeini ametoa tamko rasmi, mbali na la kuzalisha nyuklia katika kipindi cha wiki moja, lakini pia ilielekeza jeshi la IRGC kuweza kuzalisha makombora ya balastiki kwa kasi zaidi ya maradufu walivyokuwa wakifanya hapo awali. Kwa hiyo gazeti hili kupitia majasusi wa Israel wamethibitisha wazi kwamba kwa siku moja Iran ina uwezo wa kuzalisha makombora 200 takriban, iwapo vyombo vya Irani vyenyewe vimeripoti kwamba vina uwezo wa kuzalisha makombora 300 kwa siku. Sasa imagine kwamba ndani ya miezi miwili au miezi mitatu watakuwa wamezalisha makombora ya namna gani? Hatua hii inakuja pia ni baada ya tishio la Marekani kukusanya wanajeshi wake pamoja na kuomba wanajeshi kutoka maeneo mengine, lakini pia nchi za Ulaya na zenyewe kutaka kumuunga mkono Marekani na hasa Uingereza. Kwa hiyo vita inayokuja haitochagua basic za Marekani peke yake, bali kuna hatari zaidi kwamba mashambulizi yakafika mpaka bara la Ulaya na ikiwezekana yatafika mpaka Marekani, kwa sababu miongoni mwa silaha ambazo amezitengeneza Muirani ni silaha zinazofika kilomita zaidi ya 12,000. Maana yake kutoka Iran kwenda Marekani ni kilomita 12,000, lakini pia Iran inaonekana inamiliki mpaka makombora ya kilomita 13,000. Hii maana yake ni nini? Maana yake anatuma salamu kwa Marekani pamoja na nchi za Ulaya kwamba yeyote atakayeingilia mzozo huu, maana yake hatobakia salama popote pale alipo, hana pa kukimbilia. Sasa hatua ya mwanajeshi huyu wa kike wa Marekani aliyekoswa na mashambulizi ya Marekani ya Iran nchini Jordan, kwa nini alizungumza maneno haya mazito kwamba bisababika ya Trump, kwa sababu yako wewe Trump, alimtu ala anna alislam huwa salam, nimejua kwamba Uislamu ndio dini ya salam, wa alimtu bisababika ya Trump, bisababi dhulmatika ya Trump, kwa sababu ya dhulma zako wewe Islam, wattihamil muslimina bil irhabiyin, na kuwatuhumu Waislamu kwamba ni dini ya kigaidi, ja'alatni aqra'u kitabahum, jambo ambalo lililonifanya mimi nisome kitabu chao na kutoa machozi na kujua kwamba kile kinachozungumzwa na wewe ni tofauti na kile ambacho kilichomo ndani ya kitabu chao, ni tofauti na kile kilichomo ndani ya mafundisho yao. Hii maana yake ni nini? Maana yake taswira ya Waislamu iliyopo sasa inatofautiana na yale yaliyomo ndani ya kitabu chao. Idhan, unapowatuhumu baadhi ya Waislamu kwamba kwa kupitia dini yao kwamba ndiyo imeamrisha hivyo, kumbe jambo hilo si ukweli, jambo hilo ni uongo. Ndio maana kuna tofauti kati ya Muislamu na Uislamu. Uislamu unakukataza kuua, Uislamu unakukataza kunyanyasa, Uislamu unakukataza kutukana, Uislamu unakukataza mambo yote machafu. Lakini Muislamu anaweza kawa ni Muislamu kwa nembo ya Uislamu na asifate hayo. Kama vile ambavyo unaweza ukawa ni shekhe lakini unawaamrisha watu mema, unawakataza watu dhulma, unawakataza watu ufisadi, unawakataza watu wizi, unawakataza watu kunyanyasana, lakini wewe ndio ukawa wa kwanza, mnyanyasaji wa kwanza, mdhulumati wa kwanza, mnyanyasaji wa kwanza, fisadi wa kwanza, unadhulumu watu, unadhulumu na kila kitu. Sasa hivi ndivyo ambavyo mwanadada huyu anatengeneza taswira ya namna alivyoufahamu Uislamu, kuepukana na yale ambayo aliyokuwa anayazungumza Trump pamoja na baadhi ya viongozi wa kisiasa wa Marekani dhidi ya Uislamu pamoja na Waislamu kwa ujumla. Sasa anachokionyesha ni nini? Lakini kwa nini alizungumza maneno haya? Kumbuke kwamba mpaka sasa hakuna kambi ya Marekani ambayo iliyopo hai ndani ya Mashariki ya Kati kutokana na mashambulizi ya Iran.
Sasa hali hii imepelekea kwamba wanajeshi wengi waliokuwepo katika kambi hizo kutoroka kambi hizo na kuishi maisha ya tabu ndani ya Mashariki ya Kati, lakini wakionyesha kwamba serikali yao ya Marekani imewapuuza na imewatelekeza. Na hii ndilo ambalo lilotokea katika meli ya Abraham Lincoln baada ya kushambuliwa vibaya mno, jambo ambalo sasa likaifanya meli hii ishindwe kufanya kazi ya aina yoyote na serikali ya Marekani kutelekeza, na hatimaye sasa watu zaidi ya 5,000 waliokuwemo ndani ya meli hii kushindwa kufanya chochote na kukabiliwa na ugonjwa wa stressi, ambapo askari 8 pia ilipelekea wajitupe ndani ya maji, jambo ambalo limeibua hisia kali sana kule Marekani kwenyewe. Kwa sababu gani? Kwa sababu wazazi wao wanataka watu warudi, na mpasuko huu wa Pentagon, wanajeshi wamekataa matakwa ya Trump, na hivyo hali ambayo iliyopelekea kupishana meli. Sasa Abraham Lincoln inarejea, lakini pia inakuja meli ya George Washington nyingine kama sehemu ya maandalizi ya vita vingine vya mara ya 3 katika mashambulizi yao na uvamizi wao dhidi ya taifa la Kiislamu, taifa la Iran. Ndugu zangu, hatuko hapa kwa ajili ya kutetea maslahi ya dini fulani, bali tuko hapa kuonyesha taswira halisi ya kile ambacho kinachoendelea ndani ya Mashariki ya Kati. Lakini vile vile ni kwamba mmoja kati ya waandishi wa habari wakubwa na wakongwe nchini Marekani anatoa ripoti ya kusisimua na kusema kwamba atakuwa radhi kufanywa chochote, hata kuuawa, lakini atahakikisha kwamba anasimamia ukweli juu ya ukosoaji wa serikali ya Rais Donald Trump na maamuzi yake ya kuivamia Iran, kwa sababu imeisababishia hasara kubwa Marekani pasina maslahi ya Marekani, bali ni maslahi ya kundi chache, jambo ambalo linalomkabili Rais Donald Trump kuonyesha kwamba ni mtu ambaye amechukua rushwa, lakini pia vita vinavyopiganwa anafaidika yeye na kundi lake la kisiasa, lakini pia inaonekana nyuma yake kuna shinikizo kubwa la wafanyabiashara wa mafuta pamoja na wafanyabiashara wa makampuni makubwa ambao ndio wanufaikaji wakubwa katika vita hivi. Ninasema kwamba vita hivi bado ni mbichi. Kama hujabonyeza alama ya subscribe, ni kuase ndugu yangu usiache kubonyeza alama ya subscribe pamoja na alama ya kengele, kwa sababu hii itakufanya kuwa wa kwanza kupata makala zetu mara tu zitakapowekwa. Hivyo usisahau kulike, kushare sanjari na kukomenti. Endelea kunyonya mtori. Ndizi bado ziko chini, vita hivi bado ni mbichi, na kila siku yanaibuka mambo mapya, na hivyo ndivyo ambavyo sisi tutakavyokufikishia taarifa hizo. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa shukran.